msalabani kwa ajili yetu, that has given you ambayo imekupa wewe nafasi, the grace neema to serve him, kumtumikia. and even that grace hiyo neema has been extravagant, imekuwa isiyokuwa ya kawaida, even to me, a mere man. na kwangu pia. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Let us celebrate our prophet. Hebu naomba tumshangilie nabii wa Bwana. Tumshangilie nabii wa Bwana. Celebrate our prophet. Tumshangilie nabii wa Bwana. You can do better than that. Unaweza ukafanya zaidi. You can do better than that. Unaweza ukafanya zaidi. Yes. 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 Ndio. Tuwashangilie pia viongozi wa kanisa. You may put your hands together for the church elders. Wazee wetu wa kanisa. Church elders. Watumishi wa kanisa. Ministers of this church. Wawalali usiku wanatuombea. They are praying for us. Tuwashangilie watumishi wa kanisa hili. Clap for them. Tuwashangilie watendakazi wote. Clap for church workers. Tuwashangilie hawa malaika wa Mungu. Clap for these angels worshipers, ambao wanafanya Mungu ashindwe kutulia katika kiti chake cha enzi. They are doing great job. Ashuke mahali hapa. For him to come down. Kwa ajili ya upako wao. For their anointing. Tuwashangilie tena worshipers. Clap for them. Tuwashangilie worshipers. Tuwashangilie waabudu. Tumshangilie Victor na kinanda chake. Yes. 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 Ndio. Tuwashangilie watu wa online. Clap for those people who are online. Tuwashangilie watu wa online. Clap for them. Uzuri wa watu wa online, na wao wameweka bando, because they put their bundle, ili wasipitwe, so they may not be passed na hiki kinachoendelea mahali hapa. What is going on in this place? Wangeweka bando kwa ajili ya kufanya mambo yao mengine, lakini wameweka bando, but they did it kwa ajili ya kupokea to receive fresh manna. Tuwashangilie watu wa mtandaoni. Let's celebrate the online zaidi na zaidi. More and more. Popote pale ulipo, wherever you are, jishangilie wewe. Celebrate your soul. Jishangilie wewe. Celebrate your soul. Jishangilie wewe. Celebrate your soul. Oh yes. Hallelujah. 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 Worshipers, tunaweza tukarudi kwenye viti vyetu na Mungu awabariki sana. Worshipers, you may take your seat. Tuwashangilie wakati wanaenda kukaa. Let us celebrate the worshipers. Wakati huo watu wa media, naomba mnisaidie. While the media team, kitabu cha Mathayo sura ya 26 kuanzia mstari wa 6 pale. Matthew 26 from verse 6. Wakati huo tukimshangilia interpreter, as you can see, celebrating, she's gorgeous and beautiful. Nipe ya Kiswahili. Ya Kiswahili. Tunaomba tukae pia. Karibuni tukae. Matthew 26 and verse 6. Yes. Somo langu la leo, my today's sermon, ni viwango vipya katika kutenda wema. It is new dimensions in doing good. Yes. Ndio. Viwango vipya katika kutenda wema. New dimensions in doing good. Yes, yani viwango, kuna wema tunaweza tukaufanya ambao ukatupeleka, ama kuna aina ya wema ambao unaweza kumpeleka mtu katika viwango vipya. There is a kind of goodness that can lead a person to a new dimension. Yes. Nitaeleza wema, nilipita kwenye kamusi yetu ya Kiswahili. Goodness from a dictionary. Inasema, it says, inasema ni mambo mazuri anayofanya mtu. It is good doings that a person does. Jamala ya kuenziwa. Jamala maana yake ni msaada unaotolewa na mtu. It means help that is coming from a person. Hilo ni neno la Kiswahili, ukiangalia kwenye kamusi utaliona. Kwa hiyo that is the Swahili word, you can read from kamusi. Wema, goodness, ni mambo mazuri, it is good doing, anayofanya mtu. Naomba nirudishe ile scripture na kuja hapo. Matthew 26 verse 26. Ni mambo mazuri anayofanya mtu. It is good deeds that a person does. Jamala ya kuenziwa. Good things. Kama nilivyosema, jamala ni msaada unaotolewa na mtu. Kwa hiyo msaada wa kuenziwa. As I said, jamala means help. Yes. Wema ni mambo mazuri anayofanya mtu, jamala ya kuenziwa. It is a goodness that a person does as help. Yes. Sasa wema, this goodness, uko na vipengele.
It has categories. Ili ukaitwe wema. For it to be called goodness. Ili ukaweze kufanya mtu atoke katika hatua moja kwenda katika hatua mpya. For it to move a person from one dimension to another. Kutoka katika kiwango kimoja kwenda katika kiwango kingine. From one level to another level. Kuna vipengele ambavyo mtu anapaswa kupitia. There are categories that a person might go through. Iwe ni mtu, kundi au taifa. Whether a group, a person or a nation. Point number 1. First point. Wema unahitaji field. Nafasi au eneo. Goodness requires a field or an area. Tutasoma hapa. We read from the verse. Ni Mathayo 26 mstari wa 6. Kuanzia mstari wa 6 tutaenda hapo mpaka wa 13. Matthew 26 verse 6 to 13. Yes. Maandiko yanasema mstari wa 6. The word of God says. Andika hiyo point ya kwanza. Wakati naenda ku elaborate, utaandika na hii Mathayo 26:6. Point ya kwanza nilisema wema unahitaji field au nafasi au eneo. Needs an area or a certain field. Maandiko yanasema, the word of God says, Yesu alipokuwapo Bethania katika nyumba ya Simoni mkoma. Now when Jesus was in Bethany in the house of Simon the reaper. Mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia akaimimina kichwani pake. Alipoketi chakulani. There came unto him a woman having alabaster box of a very precious ointment and poured it on his head as he sat and ate meat. Yes, asante. Sasa utaona katika mstari wa 6 maandiko yanasema alipokuwapo Bethania. You will see from the 6 when he was in Bethany. Nimesema wema unahitaji field, nafasi ama eneo. Maandiko yanasema Yesu alipokuwapo wapi? Bethania. Unaweza ka-highlight hapo Bethania. Katika nyumba ya Simoni. Goodness required an area. Alipokuwapo. You can highlight where Jesus was in Bethany. Jesus alipokuwapo Dar es Salaam katika nyumba ya Rema the Faithful Church. When Prophetess Teresa was in Dar es Salaam in the house of Rema the Faithful Church. Kwa hiyo wema unahitaji eneo. So goodness requires a field. Wakati Yesu yuko Bethania, when Jesus was in Bethany, na katika nyumba ya Simoni, in the house of Simon, kuna namna wema ulipata nafasi ya kutendeka. There is a way goodness penetrated. Nipo huyu mwanamke tunapoenda katika mstari wa 7. That is what we see in verse 7. Maandiko yanasema mwanamke mwenye kibeta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Kwa hiyo baada ya Yesu kuwepo Bethania katika nyumba ya Simoni, hiyo ni field tayari ambayo ina create environment, inatengeneza mazingira ya wema kutendeka. Na ndipo huyu mwanamke akaja katika hiyo nyumba kwa sababu alipatikana mahali pale, akaja katika nyumba ya Simoni na yale marhamu ya thamani akammiminia nani? Kwa maana nyingine kama Yesu asingekuwepo Bethania, in other words, if Jesus was not in Bethany, na asingekuwepo kwenye hiyo nyumba ya Simoni, maana yake kusingekuwa na nafasi ya huyu mwanamke kwenda kufanya kile alichokifanya. Kwa hiyo wema wa huyu mwanamke ulimhitaji Yesu awepo Bethania, na awepo kwenye nyumba ya Simoni. Kwa hiyo wema wa huyu mwanamke ulipahitaji Bethania, na ulihitaji nyumba ya Simoni. That's why nikasema point number 1. That's why I said the first point. Wema, goodness, unahitaji needs field, a field, eneo, an area, au nafasi. or a space. Point number 2. Point number 2. Wema ni gharama. Goodness is expensive. Ama una gharama. It costs. Mstari wa 7 na wa 9 kwenye Mathayo yetu hiyo 26. Verse 7 to 9 from the same chapter, Matthew 26. Wema ni gharama. Maandiko yanasema goodness is expensive. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakasema ni wa nini upotevu huu? Nahitaji mstari wa 7. Verse 7. Na afu tutaluka hapo tutaenda wa 9. Then we jump to verse 9. Mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa. Marhamu ya thamani kubwa. Alimkaribia akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Kwa tunaona maandiko yanasema marhamu ya thamani kubwa. Expensive precious ointment. Kwa hiyo hii marhamu ilikuwa ina thamani.
was expensive. Maana yake huyu mwanamke kabla awe na hii Mariam kama umiliki wake. So before this woman having this ointment as her possession. Yes, kama kuiita kitu chake anachokimiliki. Before calling it kuna gharama aliingia. There is a cost that she went through. Ambayo ilimfanya yeye amiliki Mariam. Which caused her to own this ointment. Kwa hiyo alienda kuinunua. So she went to buy it. Akaifanya iwe ya kwake, akawa mmiliki wa hii Mariam. Her own. Kwa kuna gharama alitoa mpaka kuipata hii Mariam. So there's a price that she paid. Ndio maana nikasema wema ni gharama. That's why I said it is expensive. Kwa hiyo baada ya kuwa amepata nafasi ya kufanya huo wema, so after having a position to do this goodness, tayari ameisha lipia gharama, already she paid for it, ya yale Mariam, for the ointment. Sasa anaenda kupeleka ile Mariam mahali inapostahili kwa sababu ameishapata mahali pa kupeleka hiyo Mariam. So now she's taking the ointment to the right place because she already got a place to put the ointment. Yes, ndio maana Marika anatuambia Mariam ya thamani kwa sababu ile thamani ya ile Mariam isingeweza kuja tu katika kibweta chake kama asingelipia gharama. Because the price of the ointment could not come into the alabaster if she did not pay for the price. Kwa hiyo wema unahitaji gharama. So goodness requires a cost. Sometimes kuna gharama tunapaswa kulipia katika maisha yetu. Sometimes the price we need to pay in our life. Pale tunapohitaji kutenda wema. Where we are supposed or we are needed to do goodness. Mstari wa 9. Verse 9. Maana Mariam hii ingaliweza kuuzwa. For this ointment could have been sold nyingi wakapewa maskini. For much and given to poor. Anasema Mariam hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi. This ointment could have been sold for higher price. Kwa utaona kumbe, so you see, inakuja kutueleza ni kwa jinsi gani hii Mariam how much this ointment ilikuwa ina thamani, sio kitu cha kawaida. Was precious, it was not ordinary. Kwa hiyo wema wako unaweza kaonekana unaufanya bure, so your goodness unatenda ni bure, lakini behind the scene you know the price. But behind the scene unajua gharama nyuma yake. Kwa hiyo unapoenda kutenda wema, so when you're going to do goodness, usiangalie watu wengine watachukulia labda don't look at how others ni kitu cha kawaida. As nothing. Lakini as long as unajua umeulipia gharama, but as long as you know you paid the price and you're going to give it don't freely, be offended. Usijisikie vibaya. Point number 3. Third point. Wema hupingwa. Goodness will be resisted. Au huonekana kama sio kitu sahihi kwa baadhi ya watu. Or will be overlooked and look at nothing in front of others. Kwa hiyo kuna wakati wema unaweza kupingwa. So sometimes your goodness will be resisted. Na kuonekana kama kitu ambacho sio sahihi kwa baadhi ya watu. Nitaomba hapo as if it's nothing in front of others. Turudi mstari wa 8 alafu tutakuja mstari wa 9. Let's go back to verse 8 and we'll come back to verse 9. Kwa hiyo utaandika hiyo Mathayo 26 mstari wa 8 na wa 9. So write Matthew 26 verse 8 to 9. Maandiko yanasema, the word says, wanafunzi wake walipoona, when the disciples saw wakachukiwa wakasema, they were indignated. Ni wa nini upotevu huu? And say, of what purpose is this waste? Mstari wa 9. Verse 9. Maana Mariam hii ingaliweza kuuzwa, for this ointment might have been sold kwa fedha nyingi, for more higher price, wakapewa masikini, and been given to poor. Ndio maana nikasema wema hupingwa. That why I say goodness, na wakati mwingine huonekana kama sio kitu sahihi kwa baadhi ya watu. And sometimes will be taken as if it's not the right thing in front of others. Amelipia gharama kuipata ile Mariam. So this woman paid a price to get the ointment. Na kaona field sahihi, and saw a right field. Ni katika nyumba ya Simoni. It is the house of Simon. Na mtu sahihi katika wale watu wote ambao katika nyumba ya Simoni, among all people in the house of Simon, ni Yesu Kristo, was Jesus Christ. Ndio maana akammiminia. That's why she poured. Lakini wanafunzi wa Yesu, but the disciples, wanayetembea naye, who are walking with him, wanayekula naye, who are eating with him, wanaosafiri naye, who are traveling with him, waliona sio sahihi saw it as if ile Mariam for the ointment kumwagiwa juu ya Yesu. Unto Jesus. Waliona sehemu nzuri ya ile Mariam, they saw that the right place, ni kuuzwa, it is for it to be sold, fedha, by the price, kupelekwa, and be given kwa maskini, to poor. Hawakujua kwamba they did not know ule wema, kile kitendo ambacho alikifanya yule mwanamke, the goodness that the woman did,
kwa Yesu, to Jesus, ulikuwa ni wakati sahihi, with the right time, na ni kitendo sahihi, and the right deed, kwa mtu sahihi. to the right person. Tukifika mbele, if you go back, you will kwa nini nimesema ni mahali sahihi, that's why I say the right place, kwa mtu sahihi, right person. Nataka niende haraka kidogo. I'll go fast. Point ya 4. Fourth point. Wakati mwingine andika point number 4A. Right. 4A. Point number 4A. Point number 4A. Wakati mwingine, sometimes, unapofanya wema, when you're doing good, unaweza usiwe na picha kamili, you may not have a clear picture. Kwa nini unatenda huo wema? Why are you doing that? Wakati mwingine unapofanya wema, when you're doing goodness, unaweza usiwe na picha kamili, you may not have the kwa nini unatenda wema, of why you are doing it, ila unapata msukumo wa ndani, but you get the conviction from the inside, kwa ajili ya kufanya huo wema, for you to do that goodness. Point number B kwenye hiyo 4. Point B, 4B now. Hivyo, therefore, ni muhimu sana, it is key, kutii sauti ya Mungu, to obey the voice of God, inapozungumza ndani yetu, when it speaks inside of us, katika kutenda wema, in doing good, hata kama mazingira sio rafiki, even if the environment is not conducive, katika muonekano wa nje, in the outside, sababu Mungu anajua, because God knows, sababu ya kuweka huo msukumo ndani yako, the reason for him to put that conviction in you. Nitakueleza kwa nini. I will expound. Twende mstari wa 12. Let's go to verse 12. Mstari wa 12, verse 12. Maandiko yanasema, maana kwa kunimwagia mwili wangu Mariamu hiyo ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. For pouring ointment on my body, she did it to prepare me for my burial. So you see, huyu mwanamke, the woman, anakuja kufanya hiki kitu kwa Yesu, doing this deed to Jesus, pasipo yeye kujua, without her knowing. Wala wanafunzi wa Yesu, and the disciples of Jesus, wanaotembea na Yesu, who are walking with Jesus, watu wa usalama, naweza nikasema wanaotembea na Yesu, the people of protocol, hawajui, they don't know, kile kitendo ambacho huyu mwanamke kakifanya, the deed that a woman did. Hata huyu mwanamke mwenyewe hajui. Even the woman herself doesn't know. Japo amefanya tendo la kinabii, though she did something prophetic. Ndio maana Yesu anasema, that's why Jesus here is saying, kwa kunimwagia mwili wangu Mariamu hiyo, for pouring this ointment on my body, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. She has done it to prepare me for my burial. Light kama huyu mwanamke, if only this woman angelijua Mariamu hii naenda kumwagia Yesu, knew that this ointment that she's going to pour on Jesus, ni kama ninaenda kumzika, it's as if she was going to bury him. Kwa vile alivyompenda Yesu, because she loved him so much, asingekubali kufanya hivyo kiko kitendo, she would not have done it. Kwa sababu ilikuwa ni haja ya moyo wake, because it was her kumwona Yesu akiendelea kuwepo, to see Jesus alive. Kwa hivyo asingeenda kumwagia yale Mariamu. So she would not have done it. Kama angalijua kwa nini anaenda kumwagia Mariamu. If she knew the reason why she's going to pour the ointment. Lakini kwa sababu akujua, but because she did not know, yeye alijua amependezwa kupata msukumo na shauku ndani yake, just a zeal in her, wa kufanya kile kitendo, to do that deed, pasipo kuzingatia wala kujali gharama, considering the price, pasipo kujali maneno ya wanafunzi wa Yesu, regarding the words of disciples. Alifanya kila alichokifanya. She did what she did, kwa sababu ya msukumo wa ndani, because of the conviction from the inside. Lakini Yesu akasema, but Jesus said, msimsumbue huyu mwanamke, don't torture this woman, maana alichokifanya, because what she did, ameniandaa kwa ajili ya maziko yangu. For my burial. Nikizungumza sana nitaenda nyuma ya muda na nahitaji nimalizie nilivyonavyo. Kwa naomba twende. So let's go to point number 5. Point number 5. Point number 5. Point number 5. Katika notebook yako andika, write in your notebook. Lakini mwisho, but in the end, wema, goodness, una thawabu, has reward, ambayo inaweza kubadili, that can change, maisha, the life, au historia, or history, ya mtu, of a person, na kumuingiza katika viwango vipya, and cause him or her to enter into new dimension. Narudia, I repeat. Lakini mwisho, but in the end, wema, goodness, una thawabu, has reward, ambayo that inaweza can cause kubadili, a change, historia, history ya mtu, of a person, na kumuingiza katika viwango, and cause him or her to enter vipya,
into new dimension. Mathayo Matthew 26 mstari wa 13 and verse 13. Maandiko yanasema, the word of God says, nami nawaambieni, verily I say unto you, kila patakapohubiriwa injili hii, wheresoever this gospel shall be preached, katika ulimwengu wote, in the whole world, tendo hilo alilolitenda huyu, this thing that a woman has done, litatajwa, shall be told. Litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Shall be told as a memory of her. Nimesema mwisho wa siku, I said at the end of the day, wema una thawabu, goodness has reward, ambayo inaweza that might cause kubadili a change, history ya mtu, of a person. Maandiko yanasema, the word of God says, tendo hilo alilolitenda huyu, the thing that this woman did, litatajwa pia, will be spoken of, kwa kumbukumbu, for a memorial. Her deed will be mentioned for the remembrance. Tendo lake litatajwa kwa kumbukumbu. Tunaisoma hii Biblia leo. We read the word of God. Zaidi ya miaka 2000 imepita. It is more than 2000 years before. Kitendo hiki alikifanya huyu mwanamke siku moja. A deed that a woman did in one day. Zaidi ya miaka 2000 amekuwa akisomwa huyu mwanamke. But now is 2000 years sio hapa Dar es Salaam tu. We are reading not only in the restaurant. Mikoa yote ambayo wanasoma Mathayo, in all regions that are reading sura ya 26 wanamsoma huyu mama. Wanasoma habari ya huyu mama ambaye alikuwa ni mtu wa kawaida tu pale Bethania kule Israel. In Israel. Mimi na wewe leo Tanzania, you and I here today in Tanzania, Dar es Salaam, hapa Mikocheni, here tunamsoma huyu mama. We are reading the same woman. Kwa sababu because ya ile marihamu, because of the ointment, kwa sababu because ya tendo of the action alilolifanya, that she did, kwa sababu because ya tendo of the action alilolifanya that she took. So therefore, tusichoke, let us not go weary in doing good, hata kama even though mazingira the environment hayaruhusu. is not conducive. Let me remind you something. Acha nikumbushe kitu. In the book of Genesis, katika kitabu cha Mwanzo, chapter 4, sura 4, God speaks to Cain. Mungu anaongea na Kaini. If you do good, ikiwa umetenda wema, will you not be accepted? Usingepata kibali. Kama ukitenda wema, if you do good, hautapata kibali. Will you not be accepted? Sio kwamba Kaini alikuwa hafanyi wema. No, because Cain did not go. Alikuwa anafanya kwa sababu he was doing good. Ukiangalia kwenye sura ya 4 utaona, because if you read chapter 4, Kaini alikuwa anamtolea Mungu, Cain was giving to God mazao, harvest. Ndugu yake Habili alikuwa anatoa, but Abel wanyama, was giving cattle. Wote walikuwa wanatoa. They were all giving. Wote walikuwa wanafanya wema. They were all doing good deeds. Tofauti inakuja hapa. The difference comes. Kaini alikuwa anatoa mazao. Cain was giving harvest. Habili alikuwa anatoa uzao wa kwanza wa wanyama. Abel was giving the first fruit of the cattle. Habili alikuwa anatoa cha kwanza. Abel was giving the first fruit. Kaini alikuwa anatoa chochote. Cain was just giving anyhow, as long as it is a sacrifice. Kwa hiyo wote walikuwa wanatoa. So all of them were giving. Wote walikuwa wanafanya vyema. All of them were doing good. Tofauti, the difference, ni viwango vya wema. It is a dimension of goodness. Ndio maana Mungu anamwambia, that's why God is telling, if you do good, ukitenda wema, will you not be accepted? Je, usingepata kibali? Kwa maana yake alikuwa anamwambia, it means he was telling him, ongeza your goodness, wema wako. Upgrade, ongeza the standard, kiwango of your goodness. cha wema wako. Sina shida na madhao. I am not in need of the harvest. You can give it. Unaweza ukanipa. Shida nilonayo, what I need of, you are giving it unaitoa anyhow. Kivyo vyote. But your brother, lakini kaka yako, is giving me, ananipa mimi, the privilege, kipaumbele, before he use what he has, hajafanya anachofanya. He is giving me what is first. Ananipa kile cha kwanza. But you are giving me, lakini wewe unanipa anyhow. Ili mradi. So upgrade, kwa hiyo ongeza, you are giving, utoaji wako.
Kuna vitu viwili hapa nataka tuzungumze kidogo. There are two things I want us to discuss. Ukisoma kwenye Biblia, if you read in the Bible, kitabu cha Matendo ya Mitume, the book of Acts of Apostles, sura ya 10, from chapter 10, mstari wa 38, verse 38, the Bible says, Biblia inasema, now hear me, sikia, how God anointed Jesus, jinsi Mungu alivyompaka mafuta Yesu with the Holy Ghost, na Roho Mtakatifu, and with power, na nguvu, and he went about doing what? Na akaenda akifanya nini? Good. Mema. So you can see, unaweza kuona, to do good, kufanya wema, you need two things. Unahitaji vitu viwili. The anointing of the Holy Ghost, upako wa Roho Mtakatifu, and power, na nguvu. How God anointed Jesus with the Holy Ghost, jinsi Mungu alivyompaka mafuta Yesu na Roho Mtakatifu, and with power, na nguvu. So for Jesus to do good, kwa Yesu kutenda mema, he needed two things. Alihitaji mambo mawili. The anointing of the Holy Ghost, upako wa Roho Mtakatifu, and the anointing of power, na upako wa nguvu. You know, you can have power. Unaweza kuwa na nguvu. You can ask why he has been anointed by the Holy Ghost. And the Bible says, na Biblia inasema, and also by power. Na pia na nguvu. See, ona, Daudi was anointed alipakwa mafuta to be the king of Israel. Na mfalme wa Israeli. But why he kept on running, lakini kwa nini aliendelea from one cave to another, kimbia pango moja mpaka nyingine, one wilderness kutoka nyika moja mpaka nyika nyingine, to another, while he has the anointing wakati alikuwa na upako of the kingship upon him? wa kifalme juu yake. It's already power, right? Tayari ni nguvu, si ndio? It's already power, right? Tayari ni nguvu, si ndio? So what was missing there? Sasa nini kilikosekana hapa? What was missing there? Nini kilikosekana? In order for power to work, ili nguvu ifanye kazi, it needs this. Inahitaji hii ability. Uweza. Ability is what? Uweza. Enable someone ndio kitu ambacho kinamtia mtu nguvu kupitia kitu. Ability is capacity. Uweza ni ile hali ya kustahimili. So David was a king. Kwa Daudi alikuwa ni mfalme. He is already with power upon him. Tayari alikuwa na nguvu juu yake. But he didn't have, lakini hakuwa, the capacity, na uwezo wa kustahimili, the ability to ignite uwezo what he has been given, wa kuchochea ambacho amepewa, to live in what he has been given, ishi kwa ambacho amepewa. So kwa hivyo Jesus, Yesu, was anointed alipakwa mafuta by the Holy Ghost na Roho Mtakatifu, and na with power, na nguvu. What was the work of the Holy Spirit? Nini ilikuwa kazi ya Roho Mtakatifu? Is to give ability, ni kutoa uwezo, to the power, kutoa nguvu upon Jesus, juu ya Yesu Kristo, to do good, kufanya mema. And that's why he needed both, alihitaji vyote, the man, the Holy Spirit, mtu Roho Mtakatifu, who can give ability, ambaye anaweza kutoa, who can give capacity, ambaye anaweza kutoa to uwezo the power that Jesus already had, ambayo Yesu tayari anayo. And that's why, ndio maana, after having those two things, baada ya kuwa na hivyo vitu viwili, the man Jesus, yule mtu Yesu, the man of Galilee, mwana the son of David, mwana wa Daudi, he went about doing good. Akaenda akitenda miujiza. No matter what the mocking, haikujalishi wakimdharau, no matter how much they pissed him off, akimjalishi wakimkera, but he kept on doing good. Lakini alizidi kutenda mema. My brother, my sister, if we want to do good, kama unataka kutenda mema, despite of all the points that I've mentioned, haijalishi pointi ambazo nimesema, the point that you have seen from this woman, pointi ambazo umeona kwa mwanamke, we also need these two things. Pia tunahitaji vitu viwili. We need the anointing of the Holy Spirit. Tunahitaji upako wa Roho Mtakatifu. Also we need the anointing of power. Na pia tunahitaji upako wa nguvu. You know, it's not easy
to pay price kulipa gharama and just you give something for free na kutoa kitu bure to people who are pissing you off. Kwa watu ambao wanakukwaza. Watch at this example. Angalia mfano huu. Our Lord, our Maker, our Jesus, Bwana wetu, Muumba wetu Yesu, aliyetumba. only the uncreated creator. Yeye ni Muumba asiyeumbwa tayari. We pissed him off. Tayari tukamkwaza. And we even keep na tunaendelea kumkwaza mpaka sasa. Even on this day. Mpaka sasa. Even tomorrow. Hadi kesho. But he saw all of this. Lakini aliona yet he decided na bado akaamua to lower himself kujishusha and come down here on earth na kuja ulimwenguni to die kufa for you, kwa ajili yetu, for you, kwa ajili yako and me, na mimi, to pay kulipa the price gharama of the blood that is shed on the ya cross damu iliyomwaga pale Calvary, msalabani Kalvari, the morning asubuhi for you, kwa ajili my yako, brothers and sisters, kaka yangu na dada and yangu me. na mimi. What do you think Unadhani kwa nini kept Jesus nini kilichomfanya Yesu from the starting line to the finishing line? kuanzia mwanzo hadi mwisho? The anointing of the Holy Ghost upako wa Roho Mtakatifu and power. na nguvu. The anointing of the Holy Ghost upako wa Roho Mtakatifu and power. na nguvu. These two things vitu viwili hivi can keep you, my brother, my sister, kukudumisha kaka yangu in dada yangu doing good, katika kutenda mema, even if they piss you kama off, wanakukwaza, even if they mock you, hata kama wanakukebei, even if they don't understand hata you, kama hawakuelewi, even if they don't want hata you, kama hawakutaki. but because of these two things, kwa sababu ya you vitu hivi will viwili, keep on doing good. utazidi katika You will kutenda keep mema, on doing good. utazidi katika kutenda Because mema, God has kwa sababu anointed Mungu amekupaka mafuta you with the wewe Holy na Roho Ghost Mtakatifu and with na power. nguvu. Because God is with you. yuko nawe. You will keep on doing good. Utazidi katika You will kutenda keep mema. on casting out demons. Utazidi You will katika kukemea keep on mapepo. paying your debts. You will Utazidi keep kulipa on gharama. raising better your children. Utazidi You will keep kukuza on watoto doing wako good in vyema. your society. Utazidi kuwa na mema Because katika jamii yako. God Almighty Kwa sababu has Mungu anointed you with aliyemweza power mafuta na and with nguvu the Holy. na Roho Mtakatifu. It's not easy. Sio Sio rahisi. rahisi. Ni jambo ambalo Kaini It is alishindwa. something that Cain could not do. Mungu alimwambia if you do good. Cain told- Jamaa akaamua kwenda kuua. God told him if you do good, but But you want to no, kill. Lord Jesus, he kept on doing good. Lakini Yesu alizidi kutenda mema. He kept on doing good. Alizidi katika kutenda mema. Walimdhihaki, walimsingizia, They mocked walimfanyia him, mambo they accused mengi ya They ovyo. did so much But evil our to him. Lord Lakini Jesus, Bwana wetu Yesu he Kristo kept on doing alizidi good. katika kutenda mema. Let me shock you. Acha nikushue. Ukisoma Biblia If you read your Bible kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 11. in the book of Philippians 2:9-11, The Bible says, Biblia inasema, God also has highly exalted him lakini pia Mungu akamuinua and given him na akamkarimia the name jina that is above every name, lipitalo majina yote, that at the name of Jesus ili katika kutajwa kwa hilo jina every knee should bow. kila goti litapigwa. God also has highly exalted him Pia Mungu and given akamuinua him the juu name which sana is above every na name, akamkarimia jina lipitalo majina yote, and that at the name of Jesus ili kwa kutamka kwa jina every hilo knee should kila bow, goti litapigwa of those in heaven mbinguni and of those on earth, na hapa you duniani, and I, mimi na wewe, and of those under the earth, na hao demons, waliko kuzimu, mapepo, Satans, or Shetani, evil spirits, na roho they ofu zote bow down at the mention of wanasujudu kwa this name. kutajwa kwa hilo jina. You know why? Unajua kwa nini? Because he kept on doing good. Kwa sababu alizidi kutenda As mema. he kept on doing Katika good, kuzidi kutenda mema, and in those 3 years, katika miaka hiyo mitatu he finished his race. alimaliza mbio God zake. Mungu brought him akamleta to a new dimension. katika viwango vipya, Viwango vipya katika new kutenda dimension wema. in doing good. God gave him Mungu akampa the name that is above jina every name. lipitalo majina yote. From then Kuanzia hapo up
to date, mpaka leo, and even forever, hata milele, there is no name, hakuna jina, there will be no name, hakutakuwa na jina that is above this name, ambalo liko juu ya hili that jina, is above this name, ambalo liko juu ya hili so jina. let us keep Kwa hiyo tuzidi on doing good, katika kutenda mema. let us continue Tuendelee on doing good, katika kutenda mema. Nitaomba verse ya mwisho wakati namalizia. I would ask for the last verse of Galatia Galatians, sura ya 6 mstari wa 9 6 verse 9 na wa 10 to 10. Let us continue on doing good, Tuendelee katika kutenda mema, kwa sababu kuna thawabu, because there's a reward. Thawabu ambayo inaweza kututoa katika kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. There's a reward that can move us from one dimension to another. Wema una thawabu. Goodness has a reward. Wema una thawabu. Maandiko yanasema tena tusichoke katika kutenda wema, maana tutavuna kwa wakati. For we shall harvest in due time. Wake. In due time. Tusipozimia roho. Malizia mstari wa 10. Let's go to verse 10. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi, so as we get opportunity, na tuwatendee watu wote mema, do good to all men, na hasa jamaa ya waaminio. Especially the believers. Tuko katika mwezi wa viwango vipya. We are in the month of July. Wema unaweza kutupeleka kwenye viwango vipya. Dimension can lead us to goodness, can lead us to new dimension. Goodness can bring us to a new dimension. Wema unaweza kutupeleka katika viwango vipya. Wema unaweza kutupeleka katika viwango vipya. Tusichoke kutenda wema. Haijalishi tumeingia gharama kiasi gani na tujaona matokeo. How much cost we endure. Pengine Mungu anatuhitaji tuupgrade wema wetu. Maybe God wants us to standards za wema wetu. Tusichoke kutenda wema. Maandiko yanasema tusichoke kutenda wema. Wakati tunavyopata nafasi. Kama jinsi mwanamke alivyopata nafasi pale katika nyumba ya Simoni, akaenda akamwagia yule mwanamke, akamwagia Yesu yale Mariamu. Alipata nafasi. Kwa kadri tunapopata nafasi, tusichoke kutenda wema, kwa sababu tutavuna kwa wakati. Mungu halali wala sinzii, anaona kila tendo tunalolifanya. Unaweza ukasimama kwa miguu yako, unaweza ukasimama kwa miguu yako, and that as you are preparing your offering, unapoandaa sadaka yako, as you are preparing your offering, usichoke kufanya wema. Haijalishi tunaumizwa kiasi gani, tusichoke kufanya wema. Haijalishi maumivu kwenye familia ni makubwa kiasi gani, tusichoke kufanya vyema kwenye kazi, kwenye biashara. Pengine mfanya biashara mwenzio anakufanyia mabaya, usichoke kutenda wema, kwa sababu katika kutenda huo wema iko siku kuna thawabu ambayo inaweza kutupeleka katika viwango vipya. Na wakabaki wanaulizana, wakabaki wanashangaa, kumbe Mungu anaweza akafanya mambo ambayo wanadamu watabaki wanaulizana, watabaki wanashangaa. He was just a mere businessman, he was just a mere businessman, but look at him now, look at her now. What has become upon her? What has become upon him? It is because of goodness. It is because of the anointing of the Holy Spirit and of power that is keeping us on doing good. And from today, we will keep on doing good. We will keep on doing good. We will keep on doing good. We will not stop here. We continue on doing good until God says so. We will never stop doing good, no matter the environment, no matter the situation, even if no features that support the content, we keep on doing good. So as you have prepared your offering, let me remind you and remind myself of this thing. Maandiko yanasema katika kitabu cha Misali sura ya 25 mstari wa 2. 25:3. It's a glory of God to conceal a matter, but the glory of kings to reveal a matter. You know, today is a delivering. Leo ni ibada ya ukombozi. Right? Ndio. So in this service, maybe our deliverance ukombozi wetu has been hidden. Umefichwa. God has been concealed. Mungu ameuficha. In the offering. Kwenye matoleo. In the offering. Kwenye matoleo.
So if God has concealed kama Mungu ameficha our deliverance ukombozi wetu today in this service, leo katika ibada hii, in the offering, katika matoleo, let us reveal it. Tufichue. Let us reveal it because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema, the Bible says, Biblia inasema it's a glory of kings ni utukufu wa wafalme kufichua jambo, kufichua the matter, ilo jambo, the matter, ilo jambo, that matter which God has concealed, ilo jambo ambalo Bwana amelifunika. let us reveal it by our giving, kwa kutoa kwetu. So let us raise up our envelopes. Tuinue juu bahasha zetu. As we are about to, are we ready to reveal the matter? Tuko tayari kufichua jambo that God has concealed. Ambalo Mungu ameficha. Are we ready, guys? Tuko tayari. Can I hear joy for people who are about to reveal the matter? Shangwe kwa watu ambao wanaenda kufichua jambo. Naweza kusikia shangwe. Are you ready to reveal a matter that has been concealed? Kufichua jambo ambalo limefunikwa. Mungu sio kwamba ameificha kwa ubaya. Ameificha kwa sababu anahitaji tuifungue ili atufungue katika kupeleka kwenye viwango vipya. So if you are ready, even people online, you can give your offering and your tithes and the seeds for this service. Yes, through the number that is passing on your screen. And our God, our Maker, our beautiful Jesus, will increase you even more. Hallelujah. Hallelujah. Let us close our eyes and pray and give thanks to our mighty God. Father God, Baba Mungu, in the mighty name of Jesus, we thank you for this day. Thank you for this word. Thank you for I was just a vessel. And you are the one who ministered to your people. I thank you so much for this moment. Thank you for this privilege. I give glory and honor back to your holy throne and to your holy name. And even in this moment, let the offering of your children be sanctified by the precious blood of your Son. And let it be received into your kingdom for your precious work, O God. For the establishment of your kingdom. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, trusting and believing. It is yes and amen. We may give our offering. The ushers are passing with their vessels. Fungu la 10 tutaweka mahali hapa. If you have time, you can put on the other side of the altar. Worshipers, karibuni. Namtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye, namrudishia. Namtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye, namrudishia. Alichonipa yeye, namrudishia. Alichonipa yeye, namrudishia. Alichonipa yeye, namrudishia. Hallelujah. 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 Amen. Yes. Let me ask you in my mother tongue. Acha nikuulize kwa kilugha changu. Or in our nation tongue, right? Au kwa lugha yetu ya taifa. Yes. Ujumbe wangu umewafikia wapendwa? Did my message reach you, ujumbe wangu umeeleweka? Is it clear? So tuko tayari kutenda wema. So are we ready to do good? No matter the circumstances. Haijalishi hali au mazingira. Are we ready to do good from this day forward? Tuko tayari kufanya mema kuanzia leo kwenda mbele. Let us celebrate Jesus. Tumsherehekee Yesu. Mimi wasina mwingine wa kumshangilia zaidi ya huyu Yesu. Can I hear that noise for our Jesus? Can somebody jump for this Jesus? Can somebody celebrate our Jesus? The reason why we are here. The reason why we have the breath of life. The reason why tomorrow we wake up. The reason why tomorrow we make more money. The reason why tomorrow we have good news. The reason why tomorrow we go into new dimensions. Shout, it is Jesus. Jesus. My Maker. The Arabataribiti. The God Almighty. The one who stands like a mighty
this moment, na wakati huu, as how God, kama ambavyo Mungu, according to the book of Acts chapter 10 verse 38, kulingana na kitabu cha Matendo 10:38, jinsi ambavyo Mungu alimpaka mafuta Yesu na Roho Mtakatifu na nguvu. So Jesus went about doing good. Ili akaenda kutenda mema. Even today in this room, na leo katika nyumba hii, we have the one tunaye specialist mtu that God has anointed ambaye Mungu amempaka with the Holy Ghost na Roho Mtakatifu and with power na nguvu to do good, tenda mema, to do good, tenda mema in this service, katika ibada hii, because God, kwa sababu Mungu is with him, yuko pamoja naye, is with him, yuko pamoja naye, is with him. yuko pamoja naye. Shout, piga kelele, I am ready. Sema niko tayari, I am ready. Sema niko tayari, I am ready. Sema niko tayari, I am ready for new dimension. Niko tayari kwa viwango vipya. Hallelujah. God is able to do just what He said He will do.